Hamani ya bwana wewe na ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa One News Media. Tunakaribisha leo kipindi chetu cha habari kupitia One News Media. Tunaendelea kupeperushia habari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mashariki. Basi kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, hakikisha una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu na wabakie kupata habari zetu za kila siku, asubuhi, mchana na magharibi. Nia na mapenzi yetu ni kupatia habari za kila siku na habari za ukweli na kamili zinazoendelea mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Langu jina nite Idi Elisha kupitia One News Media kila siku na kupasha. Jimbo la Kivu Kaskazini, kituo cha afya cha Kainama kaskazini mashariki ya mji wa Beni kina matatizo makali ya kazi tangu miezi 6. Mganga mkuu wa kituo hicho cha afya anapiga yowe na kuomba usaidizi wa serikali na wa washiriki wa kibinadamu. Mjini Lubumbashi, milio ya risasi ilisikika siku ya pili wakati wa usiku katika kata industriel mtaani Kampemba na kusababisha mauaji ya watu. Kisha wasiwasi katika maeneo ya kando, hali ilirudishwa tulivu na walinda amani. Wenyeji makampuni ya mbegu na wakulima wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanadai malipo yao mbele ya serikali ya Jamhuri. Ni baada ya mgao wa mbegu popote nchini kama ilivyotamaniwa na kuombwa na serikali ya Jamhuri. Ujambo mpenda msikilizaji popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu Kaskazini, katika mtaa wa Beni, zaidi ya wakaaji 1500 wa kijiji cha Vido wanakosa matunzo tangu miaka 2. Ni sababu ya hali ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo iliyopelekea kufungwa kwa kituo cha afya cha eneo hilo. Watu wanatembea umbali kwa kutolewa matunzo. Wakati huo huo, kituo cha afya cha Kainama, kilomita zaidi ya 100 kaskazini mashariki ya mji wa Beni, kina matatizo makali ya kazi tangu miezi 6. Ni hususan ukosefu wa dawa na wa usaidizi wa serikali, na tena watu hawana uwezo wa kulipa matunzo yao sababu ya kuasirika. Mganga mkuu wa kituo hicho cha afya anapiga yowe na kuomba usaidizi wa serikali na wa mashirika ya kibinadamu. Maelezo mengi nawe Mark Marofimbo kutoka mji wa Beni. Mganga mkuu msimamizi ya kituo cha afya Kainama aeleza tabu kubwa na kali inachopitia kituo hicho cha matibabu ya Kainama. Hapa wagonjwa wengi wanaosumbuliwa na malaria, kuhara, homa na hasa magonjwa ya mafafa walikodiwa, ila majukumu yao kiafya ndio shida. Wanawake wajauzito wapiga mwendo mrefu hadi Chabi na Boga, miji miwili ya mtaa wa Irumu jirani, kwani huko ndipo ubure wa uzazi yapo. Wakaaji wa maeneo kiafya ya Kainama, ikiwa baadhi yao ni wanaorudi kutoka mahali walipokimbia usalama mdogo, hawana nguvu ya kujukumia malipo kiafya. Deni Mumbere Tibasima, msimamizi wa kituo hicho cha afya, aomba msaada kwa serikali na mashirika za kihutu. Tunaomba kwa gouvernement ubie wakuu wa viongozi ya ngambo ya sante wapime kuwazia hii centre de santé yetu ya Kainama. Kwa kujibia mahitaji ya afya ya Kainama, tunaomba ONG ikuye tusaidie kwa kutuapuye kwa dawa na kwa kutuapuye kwa kutengeneza maji. Sisi tunahitaji ya dawa. Hiyo ni lalamiko yetu kubwa sana ngambo hii. Deni Mumbere Tibasima asema kwamba msaada wa mwisho iliyowafikia katika kituo hicho cha afya toka kanisa la Ushindi Ministry ya mji wa Bunia, jimboni Ituri, msaada wa dawa na godoro ilikuwa kwa mwaka wa jana. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi. Mjini Lubumbashi, milio ya risasi ilisikika siku ya pili wakati wa usiku katika kata industriel mtaani Kampemba na kusababisha mauaji ya watu. Hali hiyo ilipelekea wasiwasi katika maeneo ya kando. Hata hivyo, walinda amani walirudisha kimya baadaye. Wapiganaji 5 wa kundi la silaha la CRP, Convention pour la Révolution Populaire, walikamatwa na wengine 5 walishikwa pamoja na risasi na silaha kuchukuliwa na wanajeshi wa FARDC. Ni wakati wa mapigano siku ya pili na uasi ule wa Toma Lubanga katika kijiji cha Nogo mtaani Jugu.
Kwa mjibu wa msemaji wa jeshi la FARDC jimboni Ituri, wahanga walianguka katika mtego wa wanajeshi wa FARDC walioendesha doria katika eneo hilo la mapambano. Luteni Jules Ngongo anafasiria katika masemo yaliyochukuliwa na kutafsiriwa na mwenzetu Marshal Kizabiamungu. Les commandants des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Kamanda ya operesheni uliwali wa jimbo la Ituri, Luteni Jemadari Luboya Nkashabajodi anasalimu taalumu na ujasiri ya watu wake na kuwataka wapate kufuatilia mbali sana hao wadui wa amani ili kuwaondoa kabisa katika njia ya hatari. Kwa hiyo jeshi la taifa kwa uongozi wake gavana wa kijeshi anatosha uwito kwa wanamgambo wote wa CRP wenye bado wanaendelea kuvuruga usalama katika eneo ya Ziwa Albert kujisaliti kwa jeshi mara moja. Kinyume kwa hiyo watashambuliwa na jeshi la taifa. Wakati wa msamaha bado huko wazi, lakini kutovumilia kabisa kwa maadui wa amani bado kunatumika. Pabunia katika jimbo la Ituri, uwezo wa utoaji wa nishati ya umeme ya bwawa la Budana umepanda kutoka megawati 3.5 hadi megawati 7. Ni tangu kuzinduliwa rasmi siku ya kwanza iliyopita kwa chombo chake cha pili cha uzalishaji wa nishati ya umeme na kiwanda Gwentech Energy, mshiriki wa kiwanda Kilomoto. Mwenzetu wa Bunia Jean-Claude Lokidila alitembelea bwawa hilo la Budana kwenye umbali wa kilomita 12 na Bunia. Taarifa yake inatolewa na Elise Kavira. Kulingana na bwana Dieudonné Mulimwa ambaye ni msimamizi wa Societe Greentech Energy huko Ituri, mashine hii ya zamani ambayo ilikuwa na uwezo wa 1.2 megawatt ilikuwa imeharibika kwani ni ya zamani sana na haikukuwa na uwezo wa kupana umeme kwa wakaji wote ambao wanahitajika. Hii ndiyo sababu ya kazi hii. Kwa sasa mashine zimekuwa 2 na zina uwezo wa 7 megawatts. Dieudonné Mulimwa anaeleza kwamba ilikuwa muhimu sana wapate mashine mapya kwani kuwa na umeme kati ya jimbo na mikoa za ndani inaleta maendeleo. Kazi ya Greentech Energy ni kutengeneza matokeo ya umeme ama centrale hydroelectrique ya Budana ili wakaji wote wapate umeme. Upande wake bwana Lucien Muliri ambaye ni mwendeshaji wa uchumi jimboni Ituri anasema umeme ni walazima sana kwa maendeleo, pia kwa wakaji ambao wanaitumia kwa kazi mbalimbali nyumbani mwao. Centrale hydroelectrique ya Budana ambayo ilijengwa tangu mwaka 1914 ndio inasaidia wakaji wa Bunia na maeneo za karibu wapate umeme. Bila hiyo, jamaa nyingi zinatumia mapano solaire au magroupe electrogène. Wenyeji makampuni ya mbegu na wakulima wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanadai malipo yao mbele ya serikali ya Jamhuri kisha kazi waliofanya mwezi wa 10 na wa 11 mwaka jana wakati wa kampeni ya kilimo ya mwaka wa 2024-2025 iliyoandaliwa na serikali kupitia Wizara ya Mlimo. Kwa mjibu wa Papi Jafengo Ezekias, msemaji wao, waliomba kutenda kazi hiyo na serikali kupitia shirika la taifa la mbegu. Walifikisha mbegu katika mitaa yote ya nchi kama ilivyotamaniwa na serikali. Wakilishi wa jimbo 24 wanapatikana mjini Kinshasa kwa kusubiri malipo yanayokawia sana, lakini wanasema wanaachiliwa. Juhudi zetu zote kwa kupata maoni ya waziri wa mlimo hazikufaulu, ila habari zinazulisha kwamba tayari walipokelewa naye kwa kutafuta suluhisho ya haraka. Kwa kifupi tena, jimboni Kongo Central, bidhaa vikubwa sawa muhogo, muhindi, soja, kalanga na kadhalika vitalimwa katika kiwango cha hektari 3,000 wakati ujao wa kilimo. Ndivyo alijulisha jana siku ya 3 mjini Matadi Rodi Diabanza Bitazi, kiongozi wa mradi wa usaidizi wa maendeleo ya kilimo katika kuunga mkono mpango wa mabadiliko ya kilimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wakati wa mkutano wa uchambuzi wa mradi ule na pande zenye kuhusika ajili ya kupunguza vinyume vya ukosefu wa malisho nchini. Mradi huo unatimizwa na ofisi ya urais katika uhusiano na mfuko wa kijamii wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na usaidizi kifedha wa Benki ya Afrika ya Maendeleo. Uongozi wa nguvu wa uhamiaji wa mifugo barani Afrika ulizungumziwa siku ya pili kati ya kiongozi wa kamisheni ya CAC na wakuu wa moja wa Kongomani, miongoni mwao mawaziri sawa wa ushirikiano na nchi za kanda la mahali. Gilberto da Piedade Verissimo, kiongozi wa kamisheni hiyo, alielezea wageni wake kwamba uhamiaji wa mifugo unatumikishwa katika kanda hilo
kwa sababu za uhalifu, hususan katika trafiki ya silaha. Hatimaye mazao ya mlimo yanashuka sana katika mtaa wa Bukama jimboni Olomami. Kwa mjibu wa inspekta wa kilimo wa eneo hilo, mwaka huu wakulima walivuna mazao ya chini sana, hali inayohataria kusababisha ukosefu wa chakula siku za kuja. Sikilizeni mafasirio ya Olivier Kalala, inspekta wa mlimo katika mtaa wa Bukama, akiojiwa kupitia simu ya mkono na Jangandu. Masemi yake yanatafsiriwa na Benjamin Mudumbi. Mvua ilipunguka sana, hasa wakati mahindi yamekuwa yameanza toa maua, hasa wakati ya kukomaa na kutoa matunda ndogo ndogo. Kulikuwa na ukame ama sécheresse mkubwa wa zaidi ya miezi miwili, kwa hayo hakukuwa mazao kama kawaida. Ndiyo mahana uzalishaji umepunguka sana mwaka huu kwa mahindi na mazao mengine. Kwa kawaida tunavuna kilo 1500, 1400 hadi 1300 kwa hekta, lakini mimi binafsi nimepata kilo 600 hadi 700 tu kwa hekta. Mwanzo ulianza vizuri, lakini kufikia mwishoni wa mwezi wa kwanza mvua haikuonekana kwa kweli. Jambo hili lilitokea karibu maeneo yote na vijiji vingi vilikumbwa na ukame na havikuvuna kabisa. Wengine hata walipata kilo 200 tu kwa hekta. Kila kitu kimevurugana na hatari ni kubwa, kwa sababu mtu yeyote aliyekuwa na mradi wa mlimo amepata hasara kubwa. Kila kitu kimeporomoka na kuharibiwa. Karibuni sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu chini ya uongozi wa mwenzetu Elise Kavira. Radio Okapi. Invité en Swahili. Vijana wa Ituri wanaitwa kwa wajumbe wa usalama, tena wenye kutumika ili jamaa zao na wakaaji wote waishi pamoja katika jumuiya zao. Hii ni wito kutoka kwa Jean-Claude Ipungu ambaye ni mratibu wa ONG Association Congolaise pour la Recherche Académique, kwa kifupi ACRA, wakati walikuwa akifundisha vijana namna ya kuzuia migogoro kati ya maeneo wanaoishi. Anawaita wasiruhusu yote yanayoweza kuwagawanya, kwani ndiyo inarudisha Ituri nyuma. Tumfate Jean-Claude Ipungu kwa kipaza sauti kia Ezekiel Muzalia. Bwana Jean-Claude Ipungu, jambo. Jambo. Kikao hiyo mlikutanisha vijana, naweza sema karibuni 100 kwa ajili ya kujifunza, yani ya kusikiliza maneno kuhusu amani, namna gani ya kuprevenir mizozo ya kikabila kujimbwa Ituri. Tulisema tuikana wa vijana na tufanye diagnostic, tuangalie magonjwa gani yenye Ituri kwa nagonjwa, na tukaona magonjwa yako mingi, insécurité, mauaji na vitu mingi. Alitupenda kukomprendre pourquoi batu biko wanafika kwa ile niveau, na tukaona kitu ya muhimu sana yenye nafikisha batu kwa ile niveau ile yenye tuko nayo ya insécurité, mauaji hapa Ituri, iko batu banarudia sana ndani ya makabila. Ukabila iko mingi, na ndani ile ya ukabila kaneno kidogo kenye kanafanikana na mtu moya, banakamata ile neno ya mtu bana inakuwa neno ya communauté muzima ya batu yote. Unaiwa kungambo ya mizozo kujimbwa Ituri, haiko tu makomunote, ni makabila za Ituri ndizo zinaathiriwa na mizozo ya kabila. Kuna kwa pia wale ambao wanatoka katika majimbo jirani na hata manchi jirani. Asa kiini ya atelier yenu hiyo ilikuwa nini? Message yenye tulikuwa nayo sana ilikuwa kuwafundisha wa vijana culture de la paix, ama bakwe na mawazo ya kukua na ya ukimya, hapana kukua na culture ya violence ya vita. Ile ko solution ya kwanza. Solution ya pili inafanya bakiana bafanye sensibilisation. Bakiana njo benye biko kule kuma groupe armé, nabo biko bakiana na bale biko kuma groupe armé biko banduke yabo na banabajua na banajona nabo, inafaa bafanye sensibilisation. Tukabaonesha mateknike yote ya sensibilisation kisi wanapasha kufanya, na mateknike yote ya resolution de conflit pour que bashikue tena maneno ile ya makonflit. Alors ile biti yote tunabaexpliquer ayo ba jeune pour que ba mettre ayo en application, pour que Ituri progressivement batu baanje ku comprendre que tunapasha kuishi pamoja. Mbele ulisema kuhusu vijana ambao wanakuwa na ile repli communautaire, ni kusema vijana ambao wanarudia kabisa ndani ya communauté yabo, wanasikiliza yale ambayo mkuu wa communauté, mkuu wa kabila yao, kuona positionnement yake kungama politika anasema, na ni ile neno yenye communauté mzima inakamata. Ile iko na matokeo gani kuhusu usalama ya jimbo? Danger ya kabambi iko nini? Saba narudia mule mu repli communautaire. Kuma reunion inafanikanaka hapa Ituri ya ma communauté, banasema ma association culturelle kama nini. Ma message inapitaka kule. Ndio nipenda kuinsister kuambia ba vijana nasema hii ma groupe armé haiko ma communauté ndio ina crea kama groupe armé. Ma groupe armé ko crée ndio na message
ma message ya mbaya inapitaka mule mu ma communauté ma repli communautaire jo na revolter bakiana bengine na bale bakiana bale au bana penda kukamata ile namuna ile njia ya kukamata. Alors kitu ya kufanya iko nini? Iko kuleta message ya mupya ya culture de la paix, ya sensibilisation, ya ukimya, et puis kusensibiliser pia ba leader communautaire banasema kama bitu ya kukabula bakiana. Kama vile mtu ambao unatumika kuhusu patanisho, yani mediation, ni kauli gani ambayo utasema? Kwa sababu kuna kuwa mitandao ya kijamii, réseaux sociaux ambayo inasaidia pia kutawanyisha ile mizozo ya chuki ya kikabila kujimbo ya Ituri. Asante. Kuko mauti ya sensibilisation ya muhimu sana, iko réseaux sociaux. Na réseaux sociaux kuko ma groupe WhatsApp, kuko ma groupe mingi WhatsApp yenye ma information inapitaka. Alors il faut mu profiter na ile kanali ile juu ya kupitisha information ya kusensibiliser juu ya ukimya, na mufanye angalisho juu kuma groupe WhatsApp ma message mingi napita ya stereotype ya kuona bengine babaya, bengine kubachamba, bengine nini ndani ya ma groupe watu wanakombanaga juu ya maneno ya ukabila. Bale bibi ko na gérer ile ma groupe WhatsApp ba administrateur, il faut supprimer les messages ya ville. Mais aussi l'état iko na responsabilité parce que loi sur le numérique iko inafaa batu gani bibi ko napitisha ma message mubaya ndani ya groupe juu ya kukabula batu, juu ya kutukanana, juu ya kukombana, juu ya nini ma message ya mubaya. Parce que message kisi waambia bakiana ile ma message njo inaleta kisirani ndani ya roho ya watu wengine. Kila mtu anakana namna yake anapokea message na kila mtu kuna namna yake atareagir juu ya message. Na banduku bengine hao balipokea message na ikawapatia kasirani na njo wanabiko mwile position biko kwayo. Jean-Claude Ipungu, asante. Asante. Radio Okapi, dossier en Swahili. Wakimbizi kutoka Goma, Bukavu na maeneo za karibu ambao wameelekea Kinshasa, Bunia, Beni, Kalemi na nchi zingine kama Uganda na Burundi wanaishi katika hali ambayo inaweka wakongomani wengi katika wasiwasi. Wengi kati ya wakimbizi hawa hawapate msaada kutoka kwa serikali tangu mwezi wa pili na hawajui siku gani au namna gani watarudi kwao. Kuna wasemiaji wa wakimbizi kutoka Kivu walifika Kinshasa ili kuzungumza kuhusu shida hii. Maelezo zaidi na mwenzetu Sifa Maguru. Familia hizi kutoka Goma na Bukavu waliokimbia hadi Kinshasa wanasema kukabiliana na hali ngumu, ikiwa ni kama vile ugumu wa kujilisha, kupata huduma za matibabu na kusomesha watoto wao katika miji mbalimbali ambako walipata makimbilio. Mmoja wao, Johnson Ishara, anazungumza hapa. Ngomani walitoka ile mamungini wanaishi muhali mbovu sana, na tukasema ile haiko kama wakongomani wanalomba ni droit yao, na kama ni droit yao government yetu inapaswa faa yake yote ili kila mkongomani akwe Bujumbura, akwe Uvira, akwe Kalemi, akwe Beni, akwe Butembo, kama walikimbia vita apate ile msaada yenye wanakia mpatia mkono wa pole. Vile vile Celeste Misingi ana maoni hayo, akiamini kuwa serikali haina budi la kufanya kila iwezekanayo kurejesha amani na kurejesha maeneo yaliyovamiwa ili waliokimbia makazi yao wapate kurudi nyumbani. Na msaada mkubwa yenye tunachunga kwa government ni kuomba watusaidie amani irudie kwetu, tukae ndani ya manyumba zetu, turudi ndani ya kazi tulikuwa tunazozifanya huko kwetu. Wengi wanagonjwa, wengine wanashindwa kurudisha watoto shuleni, wengine wanakosa hata namna ya kula. Hali iko mbaya sana. Wasiwasi ingine kubwa iliyojitokeza wakati wa mazungumzo hayo ni kuhusu mchakato unaoendelea kwa ngambo ya siasa na kidiplomasia kwa kutafuta suluhisho kwa mgogoro huu. Wananchi hawa wazaliwa kutoka Kivu ya Kusini na Kaskazini hawana tena subira. Wakati wanaendelea kufanya maongezi huku na huku, nafikiria kuna watu hawajua ya kuwa hii shida iko kama vile urgence. Lazima wapiganishe hii mambo ya negotiation iende haraka. Dialogue zenye ziko zinakuwa, makoncertation zenye ziko zinakuwa, tunaona kama wanasiasa, watu ambao wana busara ndani ya Kivu hawako wanakuwa kwa ile meza ya maongezi. Sababu gani? Sababu au ndio wanajua
shida kwa kweli, shida zenye ziko ndani ya Kivu ni nini. Wateshea kuona vya huku na huku, lakini kama Kivu haiko represente, sisi tutakuwa na oga. Mazungumzo ya Washington, mazungumzo ya Doha, mazungumzo ya Kampala, mazungumzo ya Luanda, mazungumzo ya Nairobi, wako wanatuma ma delegation ambazo wakongomani wenye wanaishi ndani ya Grand Kivu hawako wanakuwa. Na japo ni maswali za maisha wakongomani wenye wanaishi kule, na ni ya muhimu wale wasuja wa kweli wapane mawazo yao. Kumbukeni kwamba mkutano huu uliandaliwa na muungano wa viongozi wa asili na wale wa makabila mbalimbali ya Kivu Kuu, ambao pia waliweza kusaini taarifa ya utetezi ambayo itapelekwa kwa mamlaka wa nchi kuhusu hali hii ya usalama na ya kiutu. Mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa wote walioungana nasi. Kwa heri.